na haya yote sio muhimu zaidi kuliko ile siri iliyoko katika Ramadhani. Naam, naelewa kwamba si rahisi kufahamika haya, kwa sababu fikra zetu hazifiki huko. Fikra zetu zafika kwamba tuelewe juu juu tu yale maganda au makumbi, lakini kile kilioko ndani fikra zetu hazifiki hapo. Lakini tumeelezwa na mtu ambaye ana siri kubwa na ni mtu mwenye ilmu, na kwa bahati mzuri ndio kiongozi wa mutasawwifina, watu wa tasawuf, ambao hili ndilo lengo la tasawuf. Tasawuf si kwamba mtu akipiga matwari ndio mutasawif, au aambiwe huu ni twarika au si twarika. Kwa nini huyu hapigi matwari huu? Hapo ni karibu sana. Mtu wa twarika au mtu mutasawif ni mtu anaofahamu haya, na mimi nazungumza kwa ulimi wa Maulana al-Imam Muhammad al-Ghazali. Sizungumzi kwa ulimi wangu, nazungumza kupitia pumzi yake, na yeye ndiye tunayemuelewa kwamba ndiye kiongozi wa wanatwarika, ndio kiongozi wa tasawuf. Sisi tumeelewa vingine hiyo twarika na hiyo tasawuf, baina samai wal ardh, lakini yeye afahamisha namna ya twarika. Mwana twarika ataeleza saumu na wakidhi zake, saumu fadhila zake, saumu arkani zake, lakini hii Imamu Ghazali aona haya ni madogo kabisa, si muhimu sana, japokuwa kama nilivyosema yategemea kulingana na akili zetu. Pia labda yeye anavyofahamu ni vingine, sisi ufahamu wetu ni kidogo. Shida labda yaweza kuwa ni kwamba hatujaingia katika hiyo tasawuf, au tumeelezwa juu juu, au shida ni kwamba wale wanaodai kwamba ni wasimamizi wa tasawuf wametupeleka kwingine, siko kule kwenye tasawuf. Lakini tukisema hivi ni kwamba tukirudi kwa Imamu Ghazali na vile alivyoifahamu saumu ni tofauti na sisi tunavyoeleza katika madarasa, hufungwa hivi, haifanywi hivi. Saumu maana yake kulingana na aya, Mungu asema kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mumefaradhiwa saumu kama waliofaradhiwa umma uliotangulia ili muwe na takwa. Sasa sisi wakati tunapofunga huwa tunayo takwa, na ile hali Mwenyezi Mungu ashatuambia lengo la saumu ni takwa. Sasa huwa tunayo takwa? Ikiwa hatuna takwa, hatukujua kufunga, tumefahamu ghalat, makosa, hatujapita ile ndia ambayo ni ya sawa sawa. Ndia yenda huku, sisi twenda kwingine. Kwa mfano, jaribu kufikiria katika akili yako, mtu amefunga na amejizuilia chakula, hakula na kunwa kutoka alfajiri mpaka magharibi, asikia ndaa, asikia kiu,
asikia kuchoka, asubiri mpaka magharibi, ana hamu magharibi itafika saa ngapi, kisha ndio afuturu, amalize kufuturu, apumzike na alale. Hiyo ndio somo ya watu wadogo ambao hawaielewi somo. Hiyo ni somo ya watu wadogo. Hata ukawa na ndevu nyeupe kama zangu, bado ni mtoto mdogo, hujaielewa ile somo. Namna hii zikapita siku 30. Waamka asubuhi mapema, saa iko tayari, utakula daku saa hizi, bado dakika ngapi ule daku, umalize, uanze somo yako mpaka magharibi, hivyo hivyo ule utoke. Pengine umezoea tarawehe, uende kwenye tarawehe, pengine ni mtu wa kupumzika upumzike, pengine ni mtu wa kulala ulale, mpaka siku 30 zimalizike. Baada ya 30 tukafanya interview kuuliza kila mmoja, umebadilika wapi? Kuna tofauti gani kabla ya kuzifunga hizi siku 30 na sasa baada ya kuzifunga siku 30? Kama ni vile ulivyo, hakuna mabadiliko, hali yako ni ile ile, umerudi kwenye ghadhabu vile vile, umerudi kuangalia wanawake vile vile, umerudi kwenye madhambi vile vile, umerudi kwenye dunia yako uliokuwa ukiendea mbio vile vile, hujafunga somo itakanayo, hujafunga kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Imamu Ghazali akaieleza kwamba hii somo ina siri, na si somo peke yake. Mwanadamu yoyote lazima awe ana siri katika ibada zake. Siri hii hakuna anayejua ila Mungu. Mwanadamu ambaye hana siri ya mambo kumfanyia Mwenyezi Mungu, huwa hajafanya kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Kwenda kiada, kimazoea, ingie Ramadhani, kuangaliwe mwezi, wengine wavutane, wengine watete, wengine waseme sisi tunataka mashariki, wengine waseme tunataka magharibi, kisha Ramadhani muianze, wengine mbele, wengine katikati, wengine nyuma. Muingie katika mazoea yenu ya kwamba sasa mumeingia kwenye kufunga, kutoka asubuhi hamuli, mtana mwashinda, mpaka jioni ndio mwafuturu. Muanze kuona zitu mulikuwa hamuzioni. Ulikuwa huoni tambi za mapapayo, ulikuwa huoni ndizi kadhaa, sasa waziona. Yaani mazoea hivi tu. Hiyo sio Ramadhani anayotaka Mwenyezi Mungu, wala sio Ramadhani ya Mtume. Ramadhani kazi yake ni kufanya operation kwa Muislamu, operation ya moyo. Iingie Ramadhani, ufanye kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili ikutoe katika yale maradhi, ikusafishe katika ile Ramadhani. Wengine ni wakora swa, yani wakaa wakazini mpaka imefika Ramadhani. Wajua hii ni Ramadhani, afadhali tuende tuoane bwana, haitafaa tuzini mpaka Ramadhani. Hapana, hii itakuwa sasa sisi Waislamu bwana, ende haraka haraka mtafute ustadhi amuozeshe, kwa sababu Ramadhani imekuja. Hii sio ile Ramadhani ya kumsafisha mtu. Rihla ya Ramadhani huanza kwanza kwa kufunga tumbo, kisha ukaweza kufunga moyo. Somo yako si kufunga tumbo peke yake, kisha ni kufunga moyo. Mbeleni wanazuoni wamegawanya somo mara 3. Kuna somo ya umum, ambao hii ni somo ya watu wote. Kisha kuna somo al-khusus, ni somo ya watu fulani. Kisha kuna somo ya khususul khusus, ya watu special zaidi katika ile somo. Sio watu wote ni sawa. Mimi pia nimefunga, pana. Ulifunga vipi? Wewe somo yako ni namba gani? Grade yake iko vipi? Iko kwa grade. Iko ile ya public ya watu wote mtanganyiko, ya kila mtu, ya jamaa mala,
alafu kuna saumu nyingine ya watu maalum, kisha kuna saumu nyingine ya watu maalumu ndani zaidi ya kuwa maalum. Sasa ile saumu ambayo kwamba wafunga ile ya kwanza, hizi ambazo tutafunga sisi waliyadhu billah, ni saumu ambazo kwamba ni kufunga ziungo. Saumu ya hususi kidogo haijambo, wafunga mato, wafunga mashikio, hiyo ni ya hususi. Lakini saumu ambayo ndiyo number 1, ndiyo ya grade, ni ile ya kufunga nyoyo, ule moyo ufunge. Na ukitaka kipimo utakipata mara moja. Kipimo chako toka Ramadhani imalizike, baada ya kutoa Idi, alafu uone mambo yaliyozidi katika maisha yako ya ibada. Nilikuwa siswali dhuha, kutoka Ramadhani imalizike na swali. Nilikuwa siswali witri, kutoka Ramadhani hii imalizike na swali. Nilikuwa siswali siinuki usiku qiyamul layl, kutoka Ramadhani hii imalizike na simama. Nilikuwa siswali rak'atay alfajri, kutoka Ramadhani hizi imalizike na swali sasa. Nilikuwa siswali qablia na baadia, kutoka Ramadhani imalizike na swali. Nilikuwa siswali salatul ishraq, lakini kutoka Ramadhani imalizike na swali. Hivyo kama imekuwa hivyo umefunga. Lakini kama vile vile ndio vile vile hujafunga ile somo inayotakikana. Na kama nilivyowaambia, haya ni maelezo ambayo yametokana na Imamu Al-Ghazali. Kwa hivyo mpaka ile somo ikubadilishe uwe mtu mwingine, ile ndaa ambayo imekushika wewe ibadilike iwe nuru, isiwe ndaa. Iwe umezuia chakula lakini umezidi kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yalielezwa na Imamu Ghazali wakati wake, kwamba watu ilikuwa lazima wafungie namna hiyo na wafuate sheria kama hizi. Ama sasa ni muhimu zaidi, pamoja na kuwa kama nilivyotangulia kusema, si rahisi maneno haya kueleweka, ila Mwenyezi Mungu akitia taufik, na nataraji inshallah itatiwa taufik. Lakini ni maneno mazito, kwa sababu mtu huelewa vile anavyoelewa na vile alivyoona na kadiri akili yake inapofika. Ni kama kipofu. Kuna kipofu alifungika mato akawa haoni, alikuwa akiona, baadaye akafungika mato. Ikawa sasa yeye watu wakizungumza na yeye ataka kujua wazungumza nini, wakawa huzungumza, wakamweleza jogoo. Jogoo ni uko kiasi fulani. Jogoo uko vipi? Akaambia uko hivi, kidogo ameinuka, na urefu waweza kuwa kama futi 1 2. Kaketi mpaka siku nyingine jamaa wakaeleza ndovu, wakazungumza mazungumzo ya ndovu. Ule bwana akauliza, huu ndovu ni sawa sawa na jogoo? Kwa sababu yeye maelezo aliyoyapata ni ya jogoo. Sasa na sisi ufahamu wetu ni hii mazoea, ambapo hiyo mazoea kuna wengine hawafiki, pia wako mbali zaidi ya mazoea. Na ukitaka kujua kwamba hizi saumu zetu si saumu, wewe angalia tu hivi Ramadhani itakapofika nusu ya Ramadhani, uangalie maasia ambayo yako barabarani, uangalie watu wanavyotongozana barabarani, uangalie watu wanavyoangaliana uchi katika barabara, uangalie mabarobaro na watoto wa kike wanavyofukuzana mbio. Hawa ni kwamba saumu haikufanya kazi kwao. Hamu yao kubwa ilikuwa ni mambo mengine. Hivi sasa watoto wasafirishwa kwa ajili ya Idi. Jana nilikuwa ndani ya gari naja huku, ndani ya gari kuna mwanamke ana watoto 3. Katika wale watoto 3, mmoja ni mdogo, lakini mmoja ni mwanamwali mzima, mwingine ni chini yake. Ule mama ametukua kikapu, amejaza soda, maji, sijui korosho, zitu gani za kula. Ule mwanamwali huilia hata hana habari.
Alafu baadaye nilivyomfahamu mimi ni kwamba waja Mombasa kufanya mpango kabisa wa nguo zaidi. Sasa fikira yake yeye iwe imefunga hakufunga, mawazo yako kwenye Idi, apate ile Idi, ambapo Ramadhani sio Idi. Ramadhani ni kufunga, ile kufunga ya kila siku ni Idi. Somo ya Ramadhani ni tofauti na ibada nyingine. Afaal na aqwal ni tofauti na ibada nyingine. Zaka ni mali ambayo yaonekana wayatoa, kila mtu atajua hutoa zaka, na kama wote hawatajua, ule utakayempa atakuona ukitoa zaka, hakuna siri. Kwenda hija vile vile utajulikana fulani amekwenda hija, lakini saumu ni sir bainaka wa baina rabbi, baina yako wewe na Mola wako, hakuna mtu mwingine ajuao. Inawezekana hapa kuna mtu alipotawadha kwenye mfereji maji nusu amekunywa, umeona kiu imemwambata sana, ile kujifanya usukutua nusu ameanwa, inawezekana. Lakini wengi haiwezekani kwamba wao wamefanya hivyo, wamejizuia, na alipotia maji yale akaona raha, alipata ubaridi, lakini hakukubali maji yaingie ndani ili somu yake isiharibike. Kwa hivyo siri ile ni wewe na Mwenyezi Mungu peke yenu, mwajua nyinyi wenyewe. Kwa hivyo watu ni lazima wajue namna ya kufanya. Watu wengi wajua namna ya kumwabudu, hata kina sisi mashekhe pengine tuelewa, utazijua mpaka sunanu saumi, utajua mubtilatu saumi na kueleza wengine, lakini la yaarifuna limadha ya'budun. Wajua kaifa ya'budun, lakini hawajui limadha ya'budun illa man asama Allah. Kwa hivyo wao wajua zile arkani na shuruti, lakini zile siri ambazo ziko ndani, hiyo ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kama tulivyosema, somu ni tofauti na ibada nyingine, ni ibada sampuli mbali ambayo haifanani na ibada nyingine. Ule swaim uko kwenye muraqabatullah, ajua Mungu anaangalia, na ambao hiyo ndio daraja ya ihsan. Al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama wamuona, na kama humuoni basi yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuona. Ndani ya Ramadhani ile somu yukasiru shahwa, huvunda shahwa. Ukaifunga somu kikweli kweli, ile shahwa huondoka, huvundika. Sasa wale watu wanaotembea Ramadhani, shahwa imepata nguvu zaidi kuliko kabla Ramadhani, kwa sababu hazikufungika, hawakufunga somu za sawa sawa. Kwa hivyo badali ya shahwa kuvundika, imeinuka zaidi, na ndio inawapeleka mbio, wakafukuzana kwa mapikipiki, fukuzana kwa magari, fukuzana kwa hizi na hizi, kwa sababu shahwa yao haikulala kwa somu. Kama walikuwa wamefunga sawa sawa, ile shahwa ingekufa. Na saumu ni nuru katika moyo, na moyo ndipo mahali pa nadharullah. Mwenyezi Mungu angalia nyoyo zenu. Inna Allaha Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Mungu haangalii sura zenu, Mungu haangalii wa amwalikum, Mungu haangalii mali yenu, lakini yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini huangalia nyoyo zenu na amali zenu. Sasa ikiwa umezifanya kisawasawa, ndio zitakusaidia. Ukizifanya kimakosa, ile nguvu ya kutaka kufanya maasi itakuwa na nguvu zaidi. Hali ya kuwa na fikra za seksi zitakuja zaidi kuliko kuwa hukufunga. Hali ya kupenda dunia itakuja zaidi kuliko kuwa hukufunga, kwa sababu umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lengo kubwa ambalo tunalizungumza ni kwamba hii somu ina siri,
na siri yenyewe ni mpaka umefunga kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeambiwa saumu ni madrasa. Saumu ni madrasa, madrasa ya kufundisha mambo ya subra. Saumu ya kufundisha subra, na subra ni sampuli tatu: as-sabru ala taa, was-sabru anil maasi, was-sabru ala al-bala. Subra ya kwanza, as-sabru ala taa, kusubiri juu la taa, mpaka usubiri. Kama husubiri utatoka katikati. Kuna watu wao si muhimu kuswali rakaa 8, 20 ndio muhimu, lakini yeye amependa lile la rakaa 8 kwa sababu ni mzivu. Hasa akifika taswali, watu waswali 20, kikoma ya 8 huyo atatoka ile zake, lakini mwingine ataketia aswali zile 20 zote. Kuna watu wamezoea kuswali msikiti wa kuanza alhaakumut takathur mpaka mwisho. Sasa ile ndio waiona haraka haraka, kuma swaliwe kumalizike, atoke ende zake. Lakini kuna watu wamesimama, wamekwenda msikitini kwa sababu kila siku husomwa juzu moja, na akasimama akaisikiliza. Sasa pale imefanya subra. Kisha baada hiyo kuna asabru anil maasiya, kusubiri kuwata maasiya. Ya maasiya kila mwanadamu apenda. Zuyina linnasi hubu shahawati, kila mtu ana shahwa. Huwezi kukwambia mtu shekhe mzima wewe una shahwa, kila mtu ana shahwa, lakini ukajizuia na shahwa zako kwa sababu si za halali, hiyo ni subra ya sampuli ya pili. Ya tatu ni kusubiri ukipata mitihani, ambao sisi huiona hii moja tu peke yake, ndio utasikia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fanya subra bwana, subiri bwana, Mwenyezi Mungu atamsamehe, Mwenyezi Mungu atakupa subra. Subra katika zote, usubiri kustahimili kuifanya twaa, usubiri ujizuie usifanye maasiya, kisha usubiri ukipewa mtihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sabri ni ufunguo wa nafsi, na ikiwa huna subra basi itakuwa wewe ni mwili tu, hauna ruhu ndani yake. Kwa hivyo haifai Ramadhani kuwa ni mazoea, lazima Ramadhani iwe kuna mabadiliko. Ramadhani ni kuzuia nafsi yako usile zaidi, lakini wewe Ramadhani ndio hula zaidi. Gharama ya nyumbani ya chakula Ramadhani ni zaidi. Kama kwa mwezi watumia 10,000, Ramadhani watumia shilingi 20,000. Kama nyumbani watumia 20,000 wewe kawaida, ikiingia Ramadhani watumia 40. Hakuna Ramadhani hapo. Ramadhani ni kupunguza chakula, ule kidogo kidogo ili mwili uweze kudhoofika. Ramadhani si wakati wa kujibumbaza kwa saharat na musalsalat, uangalie zipindi, kesha kwa Qur'an, kesha kwa swala. Katika hadithi moja ya Qudsi Mwenyezi Mungu aeleza, asema kwamba waja wangu ninawapenda na wanaonipenda ni wale ambao wao wapenda kuingia usiku. Waupenda usiku. Waupenda kwa kitu gani? Si kutembea kula mishakiki na ice cream. Waupenda usiku kwa sababu kila mmoja usiku hutandika kitanda chake, akakifukiza chumba. Kuna kazi ataifanya yeye na mpenzi wake. Sasa wanaonipenda mimi na mimi ninawapenda ni wale ambao usiku huinua miguu yao wakatukua pala uso wakalitandika katika ardhi wakaniabudu. Hawa ndio ambao nawapenda na wao wanipenda. Kwa hivi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Kama hutawata kusema urongo
kama hutawata kutia fitna, kama hutawata kuwazulia watu, utaendelea, basi haina faida ya kufunga. Na ndio utaona, ndio sisi tuna tabia hiyo. Tuko misikitini, tuko katika ibada, lakini pale pale tuna zigaro tumeweka ya kumhukumu huyo, ya kumsengenya huyo. Sasa waje kufanya nini msikitini? Wafungia nini? Na ambao hizi zote zaharibu ibada zako. Kwa hivyo ndani ya Ramadhani, ndugu zangu, ni lazima tufunge kwa sharti zake, sio zile za fikhi. Zile za fikhi ni mbali. Sharti tufunge nyoyo zetu, sharti tufunge mato yetu, sharti tufunge masikio yetu, sharti tujitolee mpaka Ramadhani ikitoka tuwe tumeweza kubadilika, tumekuwa watu wengine. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha maashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha maaduna wa aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina ij'alil hayata ziyadatan lana likulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Alikuwa ni juma lijalo nije tena, lakini inshallah juma lijalo nitakuwa Konzi, lakini Alhamisi inshallah taala nitakuwa hapa inshallah. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.